hapa. Ukiangalia sasa hivi unaweza ukaona huu ndio muonekano kama jinsi inavyoonekana. Tumeweka background color kama inavyoonekana, tumeseti margin na padding. Unaweza ukaona sasa kidogo kazi ya CSS ni nini. Okay, tena turudi tena kwenye kodi zetu, tufanye decoration ya hizi list. Ukija kwenye navigation.html tumetumia hizi list kama zinavyoonekana hapa, hizo zote ni list. Sasa tutakuja kwenye CSS huku, nitaita list kwa jina lake. Baada ya hapo utafungua bano na kufunga bano. Huko ndani sasa nitakwenda kuandika kodi zangu za CSS. Tuseme labda float. Kuna property moja inaitwa ni float. Hii hapa sifa ya float, yani float yenyewe inafanya kazi ya kusukuma. Umeona, inasukuma kitu kikae upande mmoja. Sasa hapa kuna option mbili. Hizo labda kitu labda kikae kushoto au kikae upande wa kushoto, labda kuna kushoto na right. Umeona? Kwa hiyo ndo utakaye kuwa unaamua. Mfano sisi tuseme labda nataka hizo list zote zijisukume kuelekea kushoto. Tuseme left. Sasa hivi hapa nikiangalia unaweza ukaona zote zimejiweka huku left, zote zimekaa left. Lakini pia unaweza pia ukasema labda mimi bana nataka labda nizisukume ziende kulia, utasema right, ruksa. Hapo kiangalia sasa hivi unaweza ukaona zote zimejileta huku. Zote zimekuja huku kama zinavyoonekana hapa. Sasa turudi, mimi nataka tu zikae tu kushoto, kwa nitaacha ile left. Alafu tena njoo tufanye pia decoration. Sasa tukafanye decoration katika drop down kule kwenye drop down menu. Turudi kwenye navigation.html, kushuka huko chini tufanye kitu kimoja. Maana yake drop down inaanzia wapi? Drop down yetu inaanzia hapa. Sasa maana yake inaanzia hapa, hiyo itaanzia hapa. Kwa maana sasa kama itakwenda kuanzia hapa, hiyo menu yetu ya drop down, itakuja hapa, itakwenda kuongeza class. Labda niite class kama kawaida. Sasa tuipe jina lolote. Labda mimi niite, mfano niite drop button. Mfano tuseme ni drop button. Sasa baada ya hapa nitakuja kwenye CSS yangu, nitakuja kuiita. Sasa nataka nifanye decorations. Sasa nataka nifanye decoration. Nitasema labda nataka nifanye decoration katika list, lakini pia nataka nifanye pia decorations katika linki zangu ambao ni anchor tag. Alafu pia nataka nifanye pia decoration katika ile drop down ile button ambayo tuliweka pale, drop button ambayo tuliweka pale. Kama nakumbuka tuliweka hii drop button. Utafungua na kufunga. Sasa humu ndani sasa utakwenda kuandika kodi zako za CSS. Tuseme labda display. Tuanze na hii property ya kwanza ambayo inaitwa ni display. Tuweke display inline block. Sasa hii hapa inafanya kitu kikae kwenye mstari mmoja. Umeona? Tuandike property nyingine, tuandike color, pia tubadilishe rangi. Tuseme rangi, tuweke rangi nyeupe. Alafu pia tuongeze sifa nyingine, tuseme text align, manake maandishi hapo. Tuseme labda maandishi tuyapangilie vipi, kushoto, kulia, katikati. Tuseme hapa tuyapangilie yakae katikati, ambapo tutasema ni center. Alafu tuweke na padding. Padding hii ni ile nafasi ya ndani, ili kuweza kufanya kidogo yaweze kupumua. Tuweke labda juu na chini, iache space kiasi gani? Labda 14 pixel. Alafu kushoto na kulia tuweke labda iache space ya 16 pixel. Sasa baada ya kuandika padding utafunga, utasema control S, rudi kwenye browser hapo. Ukiangalia hivi unaweza ukaona of course yamekaa kwenye mstari mmoja, lakini bado kidogo kuna changamoto. Kuna hii underline ambayo unaiona hapa, huu mstari wa chini huu. Umeona? Sasa tunakwenda kuondoa huu mstari wa chini kwenye hizi link zetu. Sasa kuweza kuondoa, tutakwenda kutumia property moja ambayo inaitwa ni
text decoration. Nitakuja hapa nitaita linki ili nifanyie decorations. Sasa hapa tutasema labda ni text decoration, tunakwenda kuondoa hiyo underline, tuseme none ili kusiwe na decoration yoyote. Okay? Sasa hivi ukija hapo, sasa hivi ukiangalia unaweza ukaona hichi kitu kama jinsi kinavyoonekana hivi. Sasa tukishamaliza hapa, turudi kwenye sehemu ya hapa kwenye navigation.html, tuongeze kitu kingine, tuongeze class kwenye div yetu hapa. Kwenye hii div yetu, kwenye hii container letu hili, njoo hapa kwenye hii container letu ambao lina hivi vitu, njoo tuongeze class ili tukafanye decorations. Mfano tuseme ni class tuipe jina hapa, tuite labda drop down content. Yep. Drop down labda content. Yep. Baada ya hapa sasa tutakwenda kwenye CSS huku ambao ni navigation.css. Shafika hapa nitaiita kwa jina lake. Kwa kuwa nimeita class, nitaanza na alama ya dot. Nitasema nitaiita kwa jina lake. Nitakwenda kuiita hapa. Utaanza kwa kuandika dot kwa kuwa ni class. Utaita, utasema kule maana yake niliita ni drop down. Niliita drop down content. Yep, drop down content. Baada ya hapa humu ndani sasa utaanza kuandika hizo properties zako ili ukafanya decorations. Tufanye labda nataka display yake, display iwe none, alafu tuweke labda positions, ili property nyingine ya CSS. Position tuweke absolute. Hii hapa inafanya kazi ya kutoa kitu kwenye ule mtiririko wa kawaida. Ndo kazi ya hii position absolute. Hii ndo kazi ya nini? Kazi ya absolute. Yani ni kama vile unaweka sticker juu ya karatasi. Ndo hii kazi, ndo jinsi inafanya kazi. Baada hapo tuongeze property nyingine. Hapa tubadilishe, tuseme tuweke background color. Hii ni rangi ambayo inakaa nyuma. Tuweke rangi nyeupe tu. Alafu tuongeze pia na mean width. Kuna moja inaitwa ni mean width. Mean width hii hapa, yani mean width maana yake ni kwamba tunamaanisha kwamba yani upana ule wa chini kabisa, sababu hichi kitu ni kitu ambacho kinabadilika, lakini ule upana wa chini kabisa, umeona kwamba usishuke chini hapa. Ndo maana hichi kitu tuweke labda ni 160. Tuweke labda ni 160 pixel. Tuongeze property nyingine, tuseme hapo, tufanye hivi kwanza, tuishie kwanza hapa, tu save control S, rudi kwenye browser hapa. Sasa hivi unaweza ukaona, huu ndio muonekano kama jinsi inavyoonekana hapa. Kama jinsi inavyoonekana hapa. Tukaongeze vitu vingine, tufanye hivi. Tuongeze kitu kingine, tuseme tuweke labda na box shadow. Tuweke box shadow kivuli. Sasa kile kivuli, yani tunaweka ni box fulani hivi ambalo linakuwa na kivuli, box shadow. Sasa hapa box shadow hapa maana hapa tuseme labda juu maana liache nafasi ya 0 pixel, alafu chini tuweke labda ni 8 pixel, alafu box maana ile inakuwa na pande 4. Maana hapa ni upande wa kwanza ambao ni upande wa juu, huu ni upande wa chini, alafu labda kuna upande labda wa kushoto, tuseme labda 0 pixel, alafu upande mwingine tuseme labda pia tuweke 0.8, alafu hapa tuweke 16, alafu 16 pixel, alafu kulia tulipe 0, alafu rangi tuipe nyeusi, black. Unaweza ukafunga hilo box lako.
alafu tuweke z index. Z index hii ni property nyingine ya CSS. Hii hapa kazi ya z index inaamua nani akae juu. Nani akae juu ya mwenzake au mbele ya mwenzake, ndio hii z index. Kwa hiyo tuweke 1, okay? Hapa maana yake utasave, njoo kwenye browser hapa. Unaweza ukaona. Yep. Nikizoom unaweza ukaona bado tuendelee kuifanyia. Bado tuendelee tena. Tuje hapa tuongeze kitu kingine. So baada ya hapa tuje kwenye navigation huko .html. Tuje hapa tuongeze kitu kingine. Tufanye hivi. Tuweke list ili kidogo tuweze kucontrol vizuri kitu. Tuweke list hapa. Hapa tuifunge list. Kisha ifunga list, sasa hapa tuongeze class. Tuipe class saba, tuite drop down. Mfano tuite drop down. Tuite ni drop down. Tuite drop down.